Serikali ya Tanzania yatoa tahadhari kwa kusafiri kutokana na ugonjwa wa Mpox. Tutakuwa nami Mary Mgawe katika matangazo haya, lakini katika sehemu yetu ya pili tutakuwa na habari za teknolojia naye BMJ Muridhi. Tunaanzia huko nchini Tanzania ambapo wananchi wa Tanzania wameendelea kuchukua tahadhari kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa Mpox uliozuka nchini humo baada ya serikali kuthibitisha visa viwili katika mkoa wa Dar es Salaam. Serikali ya Tanzania pia imetoa tahadhari ya kusafiri na maelekezo na hatua za kuchukua ili kujikinga na ugonjwa huo. Imewataka watu kuhakikisha tahadhari hizo, ikiwemo usafi wa kuosha mikono, kukaa mbalimbali katika maeneo kama vile viwanja vya ndege na bandari. Wakati huu tunaungana na Dr. Kezia Tesua, ni mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza kutoka Tanzania. Tunazungumza naye wakati huu. Dr. Tesua, hatua gani zinastahili kuchukuliwa wakati huu ambapo ugonjwa wa Mpox umetangazwa Tanzania? Asante kwa swali. Kama tulivyosikia huko nyuma kwamba huu ni ugonjwa wa kuambukiza unaotokana na kugusana moja kwa moja kwa majimaji na mtu aliye na dalili au aliyoambukizwa virusi hivi. Kwa hiyo kitu kikubwa tunachotakiwa kufanya ni kujiepusha kugusana na majimaji ya moja kwa moja na mgonjwa au na mtu mwenye dalili za huu ugonjwa wa Mpox, na tunafanya hivyo kwa kuepuka misongamano na pia kuepuka kusalimiana kwa kushikana mikono, kwa kubusiana, na pia tunatakiwa kuepuka kujamiiana hasa na watu wenye dalili za ugonjwa huu wa Mpox. Lakini kitu kingine ambacho tunaweza kufanya pia kujikinga ni kuzingatia usafi binafsi. Kunawa mikono kwa maji tiririka, kutumia vitakasa mikono kila wakati, na kuepuka kuchangia vitu vya usafi binafsi kama vile nguo, kama vile mataulo, kama vile matandiko, vitana, ili kuepuka kuambukizana ugonjwa huu. Na kitu kingine ambacho tunatakiwa kufanya hasa kwa watumishi wa afya ni kuzingatia zile kanuni za kujikinga na maambukizi tunapohudumia kila mgonjwa, na hasa kwa wakati huu wagonjwa wenye dalili za Mpox. Kitu kingine ambacho tunaweza kufanya kujikinga na ugonjwa huu ni pale ambapo tunapata dalili za ugonjwa wa Mpox, hasa kupata vipele vya kwenye ngozi na hata kwenye koo na hata kwenye sehemu za siri, kuwahi haraka kwenye vituo vya afya ili kupata tiba ya mapema na kuepuka kuambukiza watu wengine. Na kwa Tanzania unapiga simu namba 199 na utapata huduma ya haraka pale ambapo unamhisi mtu au wewe mwenyewe unahisi una dalili za huduma hizi za Mpox. Na kitu kingine pia tunachoweza kufanya ni kujitenga pale ambapo umeshapata dalili za hasa za vipele, za kuumwa homa na mwili mzima kuchoka sana. Unatakiwa kujitenga ili kuepuka kuwa chanzo cha maambukizi kwa watu wengine ambao utakutana nao na kugusana nao. Dr. Kezia, ugonjwa huu, samahani kukatisha, ugonjwa huu una chanjo? Ndiyo, ugonjwa huu ipo chanjo. Kama tunavyojua ugonjwa huu unasababishwa na kirusi ambacho kiko familia moja na ugonjwa wa ndui ambao ulishakuwepo hapo zamani sana, na shirika la afya lilishasema huo ugonjwa umeshakwisha, lakini kuna hichi kirusi kingine pia kipo. Kwa hiyo chanjo ipo, lakini chanjo hiyo si kwa watu wote kwa muda huu. Shirika la Afya Duniani limesema chanjo ni kwa wale watu ambao wako katika hatari zaidi ya kupata ugonjwa huu, kama vile watumishi wa afya au kama vile wale watu ambao wana kinga upungufu wa kinga mwilini au wale watu ambao wana tabia hatarishi za kupata ugonjwa huu wa Mpox. Na ugonjwa wenyewe, mara mtu anapokuwa ameambukizwa, tiba gani inatumika kwa ajili ya kumtibu? Hakuna tiba ya moja kwa moja ya magonjwa mengi ya virusi kama vile ulivyo ugonjwa huu. Pia hakuna tiba ya moja kwa moja, ila mgonjwa atatibiwa zile dalili ambazo zinasababishwa na kadhia mbalimbali ambazo zinatokana na kirusi huyu. Kwa hiyo kama mgonjwa ana maumivu makali kutokana na vile vipele, atapata dawa za maumivu. Kama anashindwa kuumeza, atapatiwa namna ya lishe ambayo ataweza kuumeza chakula vizuri. Kama amepungukiwa na maji kutokana na kichefuchefu au kuharisha, atapata kuwekewa maji. Kwa hiyo tutatibu dalili mbalimbali ambazo zitatokana na ugonjwa huu na maambukizi ya virusi hivi, lakini hakuna tiba kabisa ya moja kwa moja. Kuna juhudi zozote ambazo zinachukuliwa na taasisi za afya ili kuhakikisha kuwa wagonjwa wanaofika wanapata taarifa za kutosha na kujikinga pia? Ndiyo, juhudi zipo. Kuna vipeperushi vimeshatumwa
kwenye vituo vyote vya afya na hata kwenye kwa wananchi mbalimbali, na pia wananchi wanapofika katika vituo vya afya katika maeneo ya kusubiri huwa wanapewa hii elimu juu ya kwamba kuna kitu cha namna hii mpox kwa sasa, na jinsi dalili zake zilivyo na jinsi ya kujikinga, na hata akipatikana mtu yoyote ambaye ana dalili hizo, unapopiga simu na unapotoa taarifa katika Wizara ya Afya, tunashukuru wanapata kurespond kwa haraka sana. Nakushukuru sana Dr. Kezia Tesua kutoka Tanzania kwa ajili ya taarifa hizi katika kipindi chetu cha Duniani Leo. Tutaungana tena nawe wakati mwingine. Asante. Tunaelekea katika taarifa nyingine. Umoja wa Afrika AU leo Jumatano imesema kwamba tangazo la serikali sambamba nchini Sudan iliyoharibiwa na vita inahatarisha mgawanyiko ndani ya nchi hiyo. Katika taarifa yake, AU inalaani hatua hiyo na kuonya kwamba ina hatari kubwa ya kugawanyisha nchi. Tangazo la AU linafuatia tangazo kama hilo lililotolewa na Umoja wa Ulaya hapo jana, inayoeleza dhamira yake ya kuendelea kuunga mkono umoja wa Sudani na mipaka yake. Mzozo baina ya kundi la RSF na jeshi la Sudan umesababisha vifo vya maelfu ya watu na kukosesha makazi zaidi ya watu milioni 12 kwa kile ambacho UN inasema ni mzozo mkubwa wa kibinadamu katika bara la Afrika. Vita hivyo ambavyo awali vilichochewa na kutoelewana juu ya kujumuishwa RSF katika jeshi vimesambaratisha nchi hiyo, huku jeshi likidhibiti eneo la mashariki na kaskazini mwa Sudan na RSF ikitawala karibu maeneo yote ya magharibi mwa Darfur na sehemu za kusini. Mwezi uliopita RSF na washirika wake walitia saini mjini Nairobi makubaliano ya kuwa na serikali sambamba. Unaendelea kuangalia matangazo ya Duniani Leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Tuangalia habari nyingine, nayo ni kuhusu Marekani. Jumanne imeipongeza Ukraine kwa kukubali ombi la sitisho la mapigano na kuchukua hatua ya kusonga mbele katika njia ya kumaliza vita na Russia. Moscow ilitarajiwa kuangalia mapendekezo ya Marekani. Mwandishi wa VOA Veronica anaripoti, na hapa nampisha mwenzangu Adija Riami kutupa taarifa hii hapa studioni. Siku ya Jumanne nchini Saudi Arabia, wapatanishi wa Ukraine walikubali pendekezo la ujumbe wa Marekani la kusitisha Ukraine kwa siku 30. Tulitoa ombi ambalo wa Ukraine walikubali, ambalo ni kuingia katika sitisho la mapigano na haraka kuanza mashauriano ya kumaliza vita hivi katika njia ambayo ni ya kudumu na endelevu na kwa maslahi yao, usalama wao, uwezo wa kustawi kama taifa. Rais wa Marekani Donald Trump aliwatuza Ukraine kwa hatua ya kwanza chanya kuelekea amani, amesema mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Mike Waltz. The president has decided to lift the pause. Rais ameamua kuondoa vikwazo kwa misaada na misaada yetu ya ulinzi kwa Ukraine kusonga mbele, na hilo linaanza mara moja. Baada ya kukumbatia pendekezo la sitisho la mapigano, ujumbe wa Ukraine ulirejea kuelezea nia yake ya dhati kwa amani. Kwa watu katika dunia hii ni muhimu kwa mara nyingine tena kuelewa kuwa sio Ukraine ambayo ilianzisha vita hivi, lakini Ukraine iko tayari kwa amani ya kudumu. Mapema Jumanne, Ukraine ilianzisha shambulizi kubwa la rubani katika mikoa kadhaa ya Russia. Moscow huenda likadumaza mustakbali wa mashauriano ya amani. Hakuna mashauriano bado, kwa hivyo hakuna cha kuvurugika. Ingawaje mwenendo unaojitokeza unaweza kwa kweli kuwa na uharibifu mkubwa. Licha ya mivutano iliyopo, Marekani ilitarajiwa itasonga mbele na mipango yake kuwasilisha kwa Russia pendekezo la sitisho la mapigano, ikiwa na matumaini kwa litaanzisha mchakato wa kufanikisha mkataba wa amani ya kudumu. Khadija Riami, VOA, Washington. Wanasiasa wenye itikadi kali nchini Israel wameipongeza mpango wa Rais Donald Trump kuhusu mustakabali wa Gaza, ambao unapendekeza wa Palestina milioni 2.3 wakazi wa Gaza kuondoka katika eneo hilo. Wanasema kuwahimiza watu kuhama hakukiuki sheria za kimataifa. Wapalestina wamepinga mpango huo. Mwandishi wa VOA Linda anaripoti kutoka Jerusalem. Patrick Ndwimana anaieleza taarifa yake. Kundi la wabunge wenye siasa kali za mrengo wa kulia walikutana Jumapili katika bunge la Israel kwa kikao maalum kuidhinisha mpango wa Rais Donald Trump kuwahamisha Wapalestina milioni 2.3 nje ya Gaza. Waziri wa fedha wa Israel Bezalel Smotrich anasema ameunda mamlaka ya uhamiaji ndani ya Wizara ya Ulinzi
ili kuwahimiza Wapalestina kuondoka Gaza. Kila shekeli tutakayowekeza kuhamasisha watu kuhama itatugharimu kidogo kuliko kupigana tena na tena. Bajeti haitakuwa tatizo kwa mpango huu. Huu sio mpango mwingine tu, ni fursa kubwa ya mabadiliko ya kihistoria Mashariki ya Kati na Israel. Mbunge Simcha Rotman anasema mpango huo wa kuwahamisha watu unaeleweka zaidi kuliko ule uliopendekezwa hivi karibuni na Misri na Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, ambao utairuhusu mamlaka ya Palestina kuiongoza Gaza bila kulipokonya silaha kundi la Hamas lililotajwa na Marekani kama kundi la kigaidi. Watu wanasema wacha tuihalalishe Hamasi, tuwape Hamasi fursa zote za kujenga upya jeshi lake. Inakuwaje hili liwe suluhisho linaloeleweka? Halieleweki. Ni hatari kwa Gaza na ni hatari kwa amani katika kanda hii. Wanasheria wa mrengo mkali wa kulia walioshiriki kwenye mkutano huo wa kundi la wabunge wenye itikadi kali wanasema kuhimiza watu kuhama kutoka eneo la vita sio ukiukaji wa sheria za kimataifa. Tunajua kwamba wakati wa vita kuna wakimbizi, kuanzia Afghanistan mamilioni ya wakimbizi, kuanzia vita vya Syria mamilioni ya wakimbizi, kuanzia vita nchini Ukraine mamilioni ya wakimbizi. Hakuna kati ya haya kinachoitwa mauaji ya kuangamiza kabila. Kuwepo kwa wakimbizi sio jambo linalofanyika kwa makusudi, lakini haliwezi kuzuiliwa, hasa kama matokeo ya vita. Wawakilishi wa mashirika ya Israeli yanayotetea uhuru hayakubaliani na wazo hilo. This is not voluntary removal. Huku sio kuwaondoa watu kwa hiari yao, huku ni kuwalazimisha kuondoka kwenye makazi yao au kuwahamisha watu. Ni uhalifu wa kivita na ni kinyume cha maadili. Ikiwa unafanya maisha ya watu kuwa mabaya, halafu unasema unataka kuwaondoa wanakoishi, sio kwamba wanaondoka kwa hiari yao. Wengi kati ya wabunge hao wenye itikadi kali wametoa wito kwa Israel kurejesha makazi 21 ya walowezi wa Kiyahudi katika ukanda wa Gaza ambako waliondoka mwaka 2005 wakati Israel ilipochukua hatua ya upande mmoja ya kuondoka katika eneo hilo. The people of Israel are ready to fight. Watu wa Israeli wako tayari kupambana, wako tayari kutekeleza wazo la Rais Trump la kuwahamisha watu kutoka Gaza. Wakati huo huo, watu wa Israeli wako tayari kutimiza lengo la sera ya Kizayuni ili Gaza nzima ikaliwe na walowezi wa Kiyahudi. Wakati matarajio ya kujenga upya makazi ya walowezi wa Kiyahudi huko Gaza yanaonekana kutowezekana, Waisraeli wengi wanakubali kwamba Hamas haipaswi kuwa na jukumu katika mustakabali wa Gaza, na wengine wanaamini njia bora kuhakikisha hilo linafanyika ni kuwaondoa Wapalestina wengi huko Gaza. Patrick Ndwimana, VOA, Washington. Matangazo haya yanasikika moja kwa moja kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, lakini nakukumbusha pia kuwa tunayo app mpya ya VOA Plus ambayo unaweza kupata habari na vipindi vyetu na makala maalum kutoka hapa Sauti ya Amerika. Tunapumzika kidogo, tutarudi baada ya muda mfupi na tutakuwa na taarifa nyinginezo ikiwemo teknolojia. Endelea kuwa nasi. Kuanzia Washington DC Marekani, Nairobi Kenya, mpaka Dar es Salaam Tanzania. Hili ni jarida la wikendi. Ni uchambuzi wa kina, vitu ambavyo vimechangia kupanda kwa athari za bidhaa, siasa, maendeleo. Tunaweza kuijenga Afrika yenye mafanikio. Pasi kusahau tafiti. Tupate kutoka Tanzania, Kenya, Kongo DRC na maeneo mengine Afrika Mashariki na Kati. Kwa ushirikiano wa Sauti ya Amerika VOA, Azam TV Tanzania na Citizen TV nchini Kenya. Hili ni jarida la wikendi. Unaendelea kuangalia matangazo ya Dunia ni Leo katika sehemu yetu ya pili ya matangazo haya moja kwa moja tukikuletea kutoka hapa Washington DC. Kenneth Bwire anatuletea aliyojiri katika taarifa nyingine kutoka chumba cha habari.
Tuanzie Somalia, Maria. Bomu la kutegwa kwenye gari lililipuka nje ya hoteli katika mji wa Beledweyne katikati mwa Somalia jana Jumanne na kufuatiwa na shambulizi la wanamgambo wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab kuishambulia hoteli. Idadi ya watu isiyojulikana wameuawa. Maafisa wa usalama wa Somalia wameendelea kupambana na wanamgambo hao. Cairo Hotel ambako Al-Shabaab wameshambulia huwa na viongozi wa kijamii na maafisa wa kijeshi wanaohusika na kupanga operesheni ya serikali dhidi ya Al-Shabaab. Kundi la Al-Shabaab lenye ushirikiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda limekiri kuhusika na shambulizi hilo. Mji wa Beledweyne upo kilomita 335 kaskazini mwa mji mkuu wa Mogadishu. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amehojiwa tena mahakamani leo Jumatano katika kesi ya ufisadi inayomkabili. Netanyahu ni waziri mkuu wa kwanza aliye madarakani kufunguliwa mashtaka ya uhalifu. Netanyahu vile anatakiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC kwa shutuma za uhalifu wa kivita Gaza. Anakabiliwa na mashtaka ya ulaghai, kuvunja uaminifu na kukubali hongo katika kesi 3 tofauti. Anashutumiwa kupokea sigara na mvinyo vyenye thamani ya maelfu ya dola kutoka kwa mtayarishaji wa vipindi vya Hollywood kwa maslahi ya kibiashara. Anashutumiwa pia kwa kuweka sera rafiki kwa wekezaji wa vyombo vya habari kwa mabadilishano ya kuzungumziwa vizuri katika habari zilizochapishwa. Netanyahu mwenye umri wa miaka 75 amekanusha mashtaka yote dhidi yake. Umoja wa Ulaya umetangaza hatua za kujibu nyongeza ushuru iliyotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump, ambapo aliongeza ushuru kwa asilimia 25 kwa bidhaa za chuma na aluminium pamoja na bidhaa za viwandani na mazao ya kilimo kuanzia Aprili 1. Umoja wa Ulaya ambao ni muungano mkubwa zaidi wa kibiashara duniani utarajia nyongeza ya ushuru ya Marekani na ulijitayarisha mapema kwa hatua hiyo, lakini hatua hiyo imeongeza mgogoro wa uhusiano ambao tayari ni mbaya. Mwezi uliopita, Washington ilionya Ulaya kwamba itagharamia usalama wake katika siku zijazo. Hatua za Umoja wa Ulaya zitahusu bidhaa kutoka Marekani za gharama ya dola bilioni 28 na sio tu bidhaa za chuma na bati, lakini pia nguo, vifaa vya matumizi ya nyumbani na mazao kutoka shambani. Na wanajeshi wa Marekani na Korea Kusini wamefanya mazoezi ya pamoja ya mashambulizi angani kama sehemu ya mazoezi ya uhuru wa kujilinda ya kila mwaka. Mazoezi yamefanyika Paju na kuongozwa na wanajeshi wa Korea Kusini. Yana lengo la kuimarisha ushirikiano wa pamoja na kutekeleza mashambulizi angani. Wanajeshi 400 wa Korea Kusini na wa Marekani wameshiriki mazoezi hayo. Saa chache baada ya mazoezi hayo kuanza Jumatatu, Korea Kaskazini ilifyatua makombora kadhaa ya masafa marefu kuelekea baharini. Korea Kaskazini inachukulia mazoezi hayo kama matayarisho ya kuvamiwa kijeshi. Maria, ni hayo tu ambayo nimeyakusanya upande huu. Nirejee kwako. Shukran Bwire. Karibu. Naam, unaendelea kuangalia matangazo ya Duniani Leo. Tuende kwenye habari nyingine. Kufungwa kwa benki mashariki mwa Kongo kunasababisha ukosefu mkubwa wa uthabiti, wakati wakazi na wafanyabiashara wanataabika kupata fedha taslimu na kutumia kwa huduma za kibenki. Kufungwa benki hizo kumetokana na kundi la M23 kuchukua udhibiti wa mji wa Goma na Bukavu na kupelekea Benki Kuu ya Kongo kufunga matawi yake katika majimbo na benki nyingine zote za biashara. Haya yote yanasababisha mzozo wa mzunguko wa fedha na kuzorota kwa uchumi wa ndani. Wakazi wameripoti kupata ugumu wa bidhaa muhimu na huduma, kukiwa na kiwango kisichofaa cha mabadilishano ya fedha kikiharibu manunuzi ya fedha za ndani. Uhaba wa dola za Marekani umesababisha kupanda kwa bei za mahitaji ya msingi na hivyo kuzidisha hali mbaya ya kibinadamu. Shughuli za kiuchumi pia katika majimbo hayo zimeathiriwa vibaya, ambapo wabadilishanaji wa fedha na masoko wanaeleza kushuka kwa biashara. Mzozo huo pia umeharibu mzunguko wa biashara katika nchi jirani, ambapo pia imechangia kutokuwa na uthabiti wa kiuchumi katika eneo hilo. Na makampuni ya ulinzi ya Marekani yanajipanga kunufaika na uwekezaji wa Umoja wa Ulaya katika kutengeneza silaha tena, wakati umoja huo unapokabiliana na mhimili wa Marekani kwa usalama wa Ulaya chini ya Rais Donald Trump wa Marekani. Lakini kama anavyoripoti Henry Rickwell kwamba mpango wa Rearm Europe wenye thamani ya dola bilioni 860 unakabiliwa na upinzani kutoka nchi wanachama wa Hungary na Slovakia. Idli Gongo anasimulia. Hisa kadhaa za ulinzi za Ulaya zimeandikisha faida kubwa katika wiki za karibuni, zikiondoa wasiwasi wa jumla katika masoko ya kimataifa juu ya vita vinavyowezekana vya kibiashara. Ulaya inashinikiza kuimarisha ulinzi wake baada ya Washington
kuashiria kuwa usalama wa Ulaya hautapewa kipaumbele tena. Soko la hisa pia limegundua kwamba Ulaya iko peke yake zaidi na inapaswa kujilinda ipasavyo, na kwamba Marekani imechukua kiti cha nyuma kama mshirika wa kuaminika. Rais wa Marekani Donald Trump kwa muda mrefu amekuwa akitoa mwito kwa Ulaya kugharamia zaidi ulinzi wake, akisema kuwa Washington haipaswi tena kulipia hilo. Walipokutana mjini Brussels Alhamisi, viongozi wa Umoja wa Ulaya pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky walijadiliana kuhusu mpango wa Rearm Ulaya wa dola bilioni 860 unaofadhiliwa na dhamana za EU na kulegeza sheria za kukopa na matumizi. The money is less of an issue than the result. Pesa sio suala dogo kuliko suluhisho. Tuliona baada ya COVID kwamba Ulaya na EU ziliweza kukusanya mamia ya mabilioni ya euro. Mataifa binafsi pia yanaongeza matumizi ya ulinzi. Friedrich Merz, anayetarajia kuwa kansela wa Ujerumani, aliahidi kulegeza sheria kali za taifa za kukopa. Nataka niwe muwazi sana hapa. Chochote kitakachohitajika lazima pia kiende kwa ajili ya ulinzi wetu sasa, kwa kuzingatia vitisho vya uhuru wetu na amani katika bara letu. Uamuzi wa utawala wa Rais Donald Trump wa kusitisha misaada ya kijeshi kwa Ukraine na kuzuia matumizi ya baadhi ya silaha zilizotengenezwa Marekani umesisitiza nia ya Ulaya ya kujenga uwezo wake wenyewe. Viongozi wa Ulaya pia wameahidi kuendelea kuiunga mkono Ukraine. Lakini je, Ulaya inaweza kujiimarisha tena na kuendelea kuisambaza Ukraine? Haujengi viwanda vya ulinzi mara moja. Hili si jambo litakaojidhihirisha ghafla, na hakika halitakuwa na athari ya moja kwa moja kwenye vita vya Ukraine. Sio Ulaya inayoafiki. Hungary na Slovakia zimepinga kuendelea kuiunga mkono Ukraine. Nje ya mkutano wa EU, waandamanaji waliitaka Ulaya kushikilia dola bilioni 200 za mali za Russia zinazohifadhiwa katika benki za Ulaya na kutumia pesa hizo kuilinda Ukraine. Na mbinu ya kipekee ya kutunza wanyamapori inaendelea kwenye hifadhi ya wanyamapori ya Majete nchini Malawi, ambako wataalamu wanatumia uzazi wa mpango kwa simba. Lengo ni kudhibiti idadi ya simba na kuhakikisha wanyama kama swala na wengi ambao huwindwa na simba wanaongezeka. Mwandishi wa VOA Lamek Masina ameandaa ripoti kutoka kwenye hifadhi hiyo iliyopo wilaya ya Chikwaya, naye Harrison Kamau anatusimulia. Simba wanapokonyana chakula, lakini ni dhahiri kwamba wanashiba, wakati wataalamu wa wanyamapori wakisema kwamba idadi ya wanyama hao imeongezeka zaidi ya 100. Wataalamu hao wanaonya kwamba ongezeko hilo huenda likapelekea kushuka kwa idadi ya wanyama wadogo wanaowindwa na simba. Bado hatujaona madhara makubwa kwa idadi ya wanyama. Hata hivyo, kutokana na tuliojifunza kutoka kwenye hifadhi nyingine barani, tunafahamu kwamba athari hizo zitatufikia. Ili kuzuia hilo kufanya, tunalenga kupunguza idadi ya simba hadi viwango vinavyoweza kudhibitiwa. Lengo ni kupunguza idadi ya simba kwa nusu. Hifadhi ya wanyama ya Majete ni nyumbani kwa aina tofauti za wanyama. Wataalamu wanasema kwamba miongoni mwa wanyama walio hatarini ni pamoja na swara na nyumbu. Mara kwa mara tunashuhudia tukio lisilo la kawaida, lakini kwa ujumla wanaolengwa zaidi ni kobu, nyati na nguruwe. Craig anasema kwamba kufikia sasa simba 13 wa kiume na wengine 15 wa kike wamepewa dawa za uzazi wa mpango. Mwanzoni mwa mwaka 2022 tuliomba kupewa chanjo za simba wa kike. Chanjo hizo zilikuwa kifaa kidogo kilichowekwa kwenye sehemu ya mabega. Baadaye tulianza kukata mishipa ya uzazi au vasectomy Mei mwaka jana. Hata hivyo, baadhi ya wanaharakati wa wanyama wanahofia kuwa mbinu hizo huenda zikaathiri wanyama hao. Wanasema badala yake ingekuwa vyema kuwahamisha simba hao. Wataalamu wa uhifadhi wanasema kufikia sasa hawajaona athari zozote kutokana na zoezi hilo, na kuongeza kwamba Malawi haina hifadhi za kutosha za kuhamishia simba hao na kuhakikisha wako salama. Halitakuwa jambo la busara kuhamishia simba kwenye hifadhi zisizo na uzio. Hifadhi zenye uzio hapa Malawi ni zile za AP au African Parks ambazo ni za kibinafsi. Nyingine tulionayo Malawi ni ile ya kitaifa ya Liwonde ambayo pia imeshuhudia ongezeko kubwa la idadi ya simba.
Mamlaka zinasema kwamba kwa wakati huu ambapo kuna wasiwasi kuhusu usalama, uzazi wa mpango ndiyo njia bora zaidi ya kudhibiti ongezeko kubwa la simba nchini Malawi. Harrison Kamau, VOA, Washington DC. Na kila Jumatano tunayo makala ya teknolojia ama biashara, na leo kwenye teknolojia tunakuarifu kuhusu teknolojia ya simu na vifaa vingine vya mawasiliano inatarajia kuchangia dola za Marekani trilioni 11 kwa uchumi wa dunia ifikapo mwaka 2030 kulingana na ripoti mpya iliyotolewa na chama cha GSMA kinachofadhili maonyesho ya kimataifa ya kila mwaka ya vifaa vya teknolojia. BMJ Muridhi anasimulia habari ya AP. Kulingana na ripoti hiyo, teknolojia za simu pamoja na vifaa vingine vinavyowiana zilichangia 5.8% ya pato la taifa la dunia GDP mwaka jana. Wachambuzi wa masuala ya teknolojia na biashara wanasema kuna uwezekano mkubwa kwamba kiasi hicho kitaongezeka kadri watu zaidi wanavyounganishwa na mtandao, huku mfumo wa 5G ukizidi kupata umaarufu, wakati nayo teknolojia ya akili mnemba ikiongeza ufanisi na tija. Mats Granred ni mkurugenzi mkuu wa GSMA. We're talking 6.5 trillion. Tunazungumzia trilioni 6.5 na hiyo itakuwa hadi takriban dola trilioni 11 ifikapo mwaka 2030. Kwa hivyo faida za teknolojia ya simu ni kubwa na zinawezesha viwanda vingine vingi kupata pesa zaidi na kuwa na ufanisi zaidi wa kuhudumia wateja wao kwa njia bora. Serve their customers in a better way. Takriban watu bilioni 4.7 walikuwa wakitumia mtandao wa simu kufikia mwishoni mwa mwaka 2024, na idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka na kufikia bilioni 5.5 katika miaka michache ijayo. Huduma ya 5G ilifikia zaidi ya watu bilioni 2, huku teknolojia ya simu ikitarajiwa kupata umaarufu zaidi kufikia mwaka wa 2028. Mfumo wa 5G unatarajiwa kuongeza kasi na kuwezesha mabadiliko makubwa katika huduma za rununu. Lakini kadri dunia inavyozidi kuunganishwa, viongozi wa teknolojia wanatahadharisha kwamba kanuni kali kama vile sheria za kuhifadhi data barani Ulaya zinakwamisha uwezo wa sekta hiyo. We need to have a level playing field. Tunahitaji kuwa na nafasi sawa katika biashara hii, na nimekuwa katika sekta hii kwa karibu miaka 40 na tumekuwa tukizungumza kuhusu umuhimu wa kuwa na nafasi sawa kwa angalau miaka 20 iliyopita. Ni usawa, na tunakubali kushindana na teknolojia zingine na viwanda vingine, lakini lazima iwe kwa sheria sawa. Leo haiko sawa. Hilo linahitaji kubadilika haraka, na hilo linahusu dunia nzima. Akili mnemba inaboresha mawasiliano kwa kugundua hitilafu za mtandao, kutambua ulaghai na kuboresha huduma kwa wateja kupitia utambuzi wa sauti. Jeff Bleber ni mkurugenzi mtendaji na mchambuzi wa kampuni ya CCS Insight. Kuna kiwango kikubwa cha matumaini, lakini pia inategemea unakaa wapi kwenye mfumo mzima wa biashara hii. Na hatuwezi kupuuza ukweli kwamba joto la biashara duniani limebadilika kabisa na kuna kiwango cha kutokuwa na uhakika kuhusu hilo. Maonyesho ya MWC Mobile World Congress yalianza kama teknolojia ya simu, lakini sasa yanajumuisha aina mbalimbali za teknolojia. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika. Shukran sana BMJ Muridhi kwa taarifa hiyo ya teknolojia ambayo ama kwa hakika ndio inatupeleka mwisho wa matangazo yetu siku ya leo. Tembelea mtandao wetu VOA Swahili hapa Washington DC. Lakini kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kuletea matangazo ya leo, na kusihi sana uendelee kutufuatilia. Siku ya kesho Alhamisi tutakuwa na taarifa za burudani katika sehemu yetu ya pili ya matangazo yetu. Tuendelea kufuatilia kwa karibu kuhusiana na hali inavyoendelea kule DRC ambapo bado kuna mzozo. Na vile vile siku ya kesho tutakuwa tukuletea taarifa nyingine kutoka kwenye chumba chetu cha habari. Kwa sasa ni kuache, basi tuonane tena kesho panapo majaliwa.